ilipiga hapa na ikapita. Risasi ya kwanza ilikwama. Risasi ya pili ikapiga hapa, ikapasua hii kidole. Risasi ya tatu ikapiga wapi? Ikapiga hapa, ikafunja mkono. Risasi ya nne iko kwa bega mpaka saa hii haijatolewa. Kwa hivyo wale wanasema ni risasi mbili ni uongo yao. Kuna kitu wanajua na kuna kitu wanaficha. Yes. Siku ya leo tumekuja hapa Northern Galaxy, mali ambayo mheshimiwa Nicholas Lorot ambaye ni mheshimiwa ya Borat Ward aliweza kupigwa risasi 4 akiwa ndani ya hoteli. Alipotoka kuingia kwa gari yake akawezwa kupigwa na mkora risasi 4, na tangu siku hiyo hakuna ripoti yoyote tumepata kwa DCI. Tumejaribu kuongojea kama kuna mtu yote ameshikwa, lakini mpaka wa leo hii hakuna mtu ambayo ameweza kushikwa. Na ndiposa tumekuja hapa siku ya leo kuambia serikali ya kwamba ni lazima tunahitaji haki ya mheshimiwa Lorot iweze kupatikana. Tumesema ni lazima, wapende wasipende, tunataka haki ya mheshimiwa Lorot iweze kupatikana. Sisi kama jamii ya Waturkana tumeweza kuvumilia. Sisi kama jamii ambayo Lorot ameweza kutoka, tuliweza kushikilia vijana yetu, watu wetu, na tukasema ya kwamba msishukue hatua yoyote, na waliweza kutusikiza. Lakini mpaka wa leo hii inaonekana ya kwamba mwenye alipigwa risasi ni kama kuku, sio mwanadamu, sio kiongozi ndio amepigwa, ni kama kuku ndio amepigwa risasi. Lingine ambayo nataka kuongelea ni management ya hii hotel, kwa sababu tumepata habari ya kwamba hawana CCTV yao, hawana sefa ya kusave yale ambayo yanaendelea. Tunataka kujua kwamba kwa nini hawana. Tunataka kusema ya kwamba watu wetu tuendelee kuvumilia vile ambayo tumevumilia kwa hiyo muda yote. Tuvumilie mpaka tupate haki ya Lorot. Lakini nataka kutahadharisha sana wale viongozi wa serikali ambayo wako Isiolo, ya kwamba kuna wale ambayo wamebebwa na wanasiasa. Kuna viongozi ambayo wamewekwa kwa wanasiasa, wamewekwa kwa mfuko, ambayo mpaka wa leo hii hakuna uchunguzi ambayo imejulikana ni nani alifanya hiyo kitu. Ni ajabu sana. Ajabu sana. Sisi kama wakaaji wa Isiolo tunasema ya kwamba hatuko safe. Hatuko safe kama wakaaji wa Isiolo. Kwa sababu kama jambo kama hiyo imetendeka mchana saa 1:30 na ni town, sio mali inaitwa reserve, ni town. Je, na raia? Kwa hivyo raia ya Isiolo sisi tuko alihatari sana kama tunaweza kufamiwa mchana na hakuna hatua. Saa hii inaenda 2 weeks, hakuna kitu yoyote ambaye tumepata. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo ni dhuluma, na tunataka DCI tafadhali utoe ripoti kwa haraka. Kama hutatoa ripoti, sisi tunaenda kwa Senate, na tayari tumejipanga kwenda kwa Senate, tumejipanga kwenda mpaka kwa Parliament. Mpaka haki yetu ipatikane. Mpaka haki ya Isiolo ipatikane. Kwa hivyo yangu ni hayo ndio nasema. Behind us here is Northern Galaxy Hotel, which is a 5-star hotel with a CCTV surveillance. This is the crime scene where our Hebo MCA Borat Ward Nicholas Lorot was shot 4 bullets. And the reason as why we are here, there are some fishy games that are going on. This hotel has the CCTV. The information we received is that the CCTV spotted only the motorbike of the assassin, but not the number plate. So how possible that the CCTV can see the motorbike, but not the person in the motorbike, together with the number plate? So there is a game. We want Northern Galaxy to give us the CCTV footage of the assassin. We want Northern Galaxy to give us the CCTV footage of the assassin. And the memory. Number 2, we are Turkana people and we are law-abiding citizens. It is now 7 days since the MCA was shot. We are still vigilant, we are patient, waiting for the DCI to give us full statement of what happened to Mr. Honorable Nicholas Lorot. But up to today, nothing has happened. Up to today, nothing has totally happened. So what we are saying,
We don't want to take the law into our hands because we love our country and we love peace. Little town. Yes. Anybody, any Kenyan has a right to live in this Isiolo. Yes. Yes. It is not that we are children of a lesser God so that we are facing all this. Yes. Yes. We are not. 2 incidents has happened at the same time. There is another NPR who was killed. He was shot. 2 days, the police has not went for the body and he was on injury. 2 days until he lost his life. Nothing has happened to the same police of Isiolo County. So we want report of Honorable Nicholas Lorot. Isiolo is not safe. Yes. If you can say Isiolo is safe, then why is Nicholas Lorot suffering with bullets all over the body? Is that safety of Isiolo? If we lose an NPR after 2 days, an MC has been shot, is Isiolo really safe? Not safe. So Isiolo is not safe. Isiolo is not safe. Especially for the Turkana people. Especially for the Turkana people. We are not safe in Isiolo. We are not safe in Isiolo. And what we want peace and we want justice for Honorable Nicholas Lorot. Na pia DCI, they have the powers ya kushika all the calls zenye zilikuwa zinaendelea hapa. Yes. Ile message zote zilikuwa zina circulate that 7:30 to 7:50 to 9. Inafaa kwa DCI wametuambia ni kina nani. Kwa sababu hatuwezi kaa inchi yenye inakaa iko na askari kila pahali na tunaenda kuumia. Yaani saa 1:30 mheshimiwa anapigwa bullet in front of this hotel. It is very sad. Kwa hivyo tunataka hiyo hotel ya Northern Galaxy iweze kutuproducea the footage of the citizen nini. Tunataka huyo assassin tumjue. Na kwa DCI tunaomba mko na ruhusa ya kuongea na Safaricom tujue communication yenye ilikuwa inaendelea that day ilikuwa ni gani, ndio waweze kuchunga watuambie wale wali communicate within this hotel for that time kama wamepatikana ama hawajapatikana. Na since that day we have not seen any communication from the DCI or the any law organs. Hakuna yenye wametupatia report. Na sheria iko na mkono mrefu, tunataka watumie mikono yao mrefu. Na tunataka hiyo bunduki yenye ilipiga mheshimiwa itolewe. Yes. Because they have the cartridges, let them use the intelligence to produce the owner of that gun. Yes. We want the assassin. Yes. Yes. Thank you.